wote, sisi CCM ni watu wa kazi. Maneno tunawaachia watu wengine. Tunawaachia watu wengine kwa sababu sisi tunazo hoja za kueleza Wanaitende kwa nini muiamini CCM. Kwa nini tarehe 28 mwezi wa 10 umchague Magufuli? Kwa nini tarehe 28 mwezi wa 10 umchague Tulia? Kwa nini tarehe 28 mwezi wa 10 umchague Julius? CCM hoye! Mengi yamezungumzwa hapa. Mimi nitasema machache ili kutoa fursa kwa diwani wetu kuja kueleza hapa. Lakini sasa katika yale yote yaliyopita yaliokuwa yanazungumzwa hapa, hebu nione mikono waliokuwepo siku ile Rwanda Nzogwe pale wakati tunazindua kampeni. CCM hoye! Sasa kwa sababu wote hatukupata fursa ya kuwa kule, hoja zilizozungumzwa pale nitazungumza hapa mbili zinazotuhusu Wanaitende. CCM hoye! Wanaitende tukizungumza maji, watu wanajinadi kana kwamba na wao wanatetea Itende. Sisi tutawaambia Wanaitende mtetezi wenu ni CCM. CCM hoye! Wako watu wanazungumza habari ya umeme kufika Itende kana kwamba na wao wana mchango wao. Leo hii Wanaitende nataka niwaambie, anaeleta umeme Itende ni CCM. Aliyewatetea Wanaitende kwamba umeme ufike hapa ni mbunge wa CCM. Naye sio mtu mwingine, ni yule anayezungumza nani sasa. CCM hoye! Kama CCM tunahoja, wao wanavioja, mtuelewe. Ninawaambia viongozi wako wengi hapa, hawezi pata fursa wote kuzungumza nani. Lakini sisi CCM tukisema kwamba sisi ni watu wa maendeleo, tukisema sisi ni watu wa maendeleo ni kweli, na ndio kazi yetu. Hatuna shule nyingine. Na haya yote nitakayokuwa nazungumza hapa kwamba Wanaitende mtuamini CCM, wote tunakiona kitabu hiki. Kitabu hiki ni kikubwa, kizito. Ndio maana kwenye mikutano yetu hatuna muda wa kuongea vihoja, kwa sababu tunazo hoja ziko huko. Tutakapomsikia diwani wetu akisema jamani, mtaenda huko halmashauri, mtapigania maji, muelewe diwani. Kwa nini? Kwa sababu yako huko. Diwani akisema barabara zetu jamani ni mbovu, hata barabara yetu kubwa inayotuunganisha na Karobe ni mbovu, muelewe anapoomba kura. Kwa nini? Kwa sababu aliyesimama mbele yenu yuko tayari kufanya kazi na Julius. Tukisema barabara zilizoko humu Wanaitende hatutamaliza muda huu. Tukisema mipango iliyoko humu kuhusu afya kwa Wanaitende hatutamaliza muda huu. Tukisema elimu iliyoko humu kuhusu Wanaitende hatutamaliza muda huu. Tukisema mambo ya umeme yaliyoko humu Wanaitende hatutamaliza muda huu. Na mimi nimewaeleza kwamba kuna watu wanajinasibu kwamba wao ni watetezi wa Wanaitende. Usiwasikilize, kwa sababu ni waongo. CCM hoye! Na sisi hatumuiti mtu muongo kama sio muongo. CCM amri yetu ya kwanza, kama vile ambavyo kuna amri za Mungu, wana CCM tunazo za kwetu. Tunaziita jina lingine, zinaitwa ahadi za mwana CCM. Nitasema kweli daima, uongo kwangu wiko. Sasa ngoja nisiendelee sana. Nitaleta hoja mbili tu, ya maji Itende na ya umeme Itende. Mkishasikia mtajua muongo ni nani, anayesema ukweli ni nani. CCM hoye! Sasa kwa nini tunakuambia umchague diwani? Ni kwa sababu yako mambo ambayo yataishia halmashauri. Sio barabara zote zinazoenda bungeni ambazo utasema jamani Tulia nimemchagua ubunge, barabara bado. Ziko zingine mimi kama diwani tutashirikiana na diwani Ndagalalile kuzisemea. Hapa kwetu Ndagalalile. Lakini yako mengine lazima tukayaseme serikali kuu, kwa sababu sio kazi ya diwani. CCM hoye! Sio kazi ya diwani, lakini lazima mimi jamani Wanaitende mnipe diwani ambaye
wangu akipata shida huku Itende ananipigia hata kama niko Dodoma. CCM oye! Usiniletee mtu ambaye simu yake sina, kwa hiyo sitapokea hata message yake sisomi. CCM oye! Na wewe pia usichague mbunge ambaye simu yake Magufuli hana. CCM oye! Magufuli ana simu za wagombea wa CCM. Kwa hivyo atakuwa na simu za wabunge wa CCM. Na si mnajua mawaziri wanatokana na chama gani? Wanatokana na chama gani? Wale wengine wanaitwa mawaziri vivuli. Nani ambaye hajawahi kukiona kivuli chake? Umeshawahi kukishika kivuli? Ukikisogelea tu na chenye kinasogea. CCM oye! Sasa ndugu zangu, tukiwaambia hivi, sisi tunazo hoja, hatuna haja ya kuzungumza na watu ambao wao wanavioja. Ngoja kwanza tujue kwamba ni kazi gani ambayo imefanyika hapa kwetu. Tuanze na hoja ya umeme. Maana hapa Itende tunayo shida ya umeme. Lakini nguzo zimeshaingia Itende. Ni kwamba tu kwetu hapa hujafika bado. Sasa hebu tuanze na ya umeme. Sisi sio watu wa maneno. Sisi ni watu wa kazi. Na ni watu tunaosema kweli daima. Sasa ngoja tusikie kwa nini umeme umefika Itende na nani aliyetuombea umeme ufike Itende. Pale. Mheshimiwa Tulia, tunakuona. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa fursa. Mheshimiwa Waziri alipokuja Mbeya, jiji la Mbeya, alitoa ahadi kwa kata ya Msagaga na kata ya Iguda kwamba wananchi wa maeneo haya watawekewa umeme kwa shilingi 27,000. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna kata zingine za jiji la Mbeya ambazo pia hazina umeme, na ningependa kusikia msimamo wa serikali kuhusu bei ya umeme kwenye kata hizi. Na kata hizi ni kata ya Itende, kata ya Iziba, kata ya Ngoja kwanza. Itende tumesikia, tutasikia. Arudie. CCM oye! CCM oye! Pale mmemsikia nani akiomba umeme Itende? Akiomba umeme. Bei ya umeme kwamba tulipe 27,000. Ni nani alikuwa anaomba pale? CCM oye! Asikudanganye mtu. Tunaposema CCM tumejipanga, tuko vizuri. Ukiwadanganya wananchi, sisi tunawaletea ushahidi. CCM oye! Kwa hiyo Itende tukisema hivi, mpigie kura Dr. John Pombe Magufuli. Umeme huu tunaouona ni fedha zilizokusanywa na serikali ya awamu ya 5. Chini ya nani? Magufuli. Sasa kama sisi tunataka umeme ufike mpaka hapa kwetu tulipo sasa hapa, tutamchagua Magufuli hatumchagui? Na aliyeletea umeme tutamchagua nimchagui? Haya, sasa huyo aliyewaombea umeme kule bungeni anasema hivi, mchagueni diwani Julius Legelele, atamsikiliza hoja za Itende. CCM safi. Sasa mnataka kusikia waziri alisemaje au hapana? Mnataka kusikia? Haya, hebu DJ malizia hiyo clip. Mheshimiwa Waziri wa Nishati Dr. Kalemani, majibu tafadhali. Mheshimiwa Spika, wewe nitembelea Mbeya mjini na maeneo mengine. Na katika maeneo ambayo nitembelea nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa niaba ya mbunge na wabunge wengine wa Mbeya kwa kufuatilia ipasavyo sana katika kupeleka umeme katika vijiji vya Mbeya mjini. Mheshimiwa Spika, nilipotembelea Mbeya mjini, kwanza Mheshimiwa Spika aliomba maeneo 7 yapelekewe umeme, ikiwemo eneo la Kitunda, Msaraga na maeneo mengine yote ameshapeleka umeme. Na kuongeza Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini ameendelea kuomba maeneo mengine 14 katika jiji la Mbeya ili nao yapelekewe
umeme kwa shilingi 27,000. Tumeanza kuyapelekea kuanzia mwezi huu, kata zote za Msaraga mpaka Lelini zitapelekea umeme wa 27,000. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Waziri ametaja 27,000. Na sisi Itende tumejisikia tumetaja bungeni. Umeme ulioletwa hapa hakuna mtu mwingine aliyeleta. Fedha ni za serikali ya Magufuli ambaye ndio tunamwombea kura leo, na aliyeomba Itende tulipe 27,000 ni huyu anayezungumza na wewe sasa. CCM oye! Kwa hiyo tukisema wana Itende mtuamini, tunayoahidi leo kwamba tutayafanya muwe na uhakika. Kwa nini? Kwa sababu tumeshaanza. Kwani wakati mimi naomba umeme kule, mbunge wenu alikuwa wapi? Mbunge wenu alikuwa wapi? Sisi ni watu wenye hoja, na kule bungeni nyie huwa mnasikia siku zote huwa kuna kuunga mkono hoja. Sasa hoja ziko CCM, kule kuna vioja. Chagua hoja za kuleta umeme Itende, chagua hoja za kuleta maji Itende. DJ niletee maji Itende wakitetewa. Nataka kujua serikali ni lini itapeleka miradi ili wananchi waweze kupata maji. Changamoto hizi pia ziko kwenye eneo la Mbeya jiji, kata mbalimbali za maeneo haya na changamoto hizo. Baadhi ya kata hizo zenye changamoto ni pamoja na kata ya Mwasekwa, mtaa wa Ilembo na Mengo, kata ya Iganjo, mtaa wa Mayombo na Lumbila, kata ya Iduda, mtaa wa Mwahala, kata ya Uyole, mtaa wa Hasanga, kata ya Salaga, mtaa wa Ntundu na Itezi Mashariki, kata ya Iwambi, mtaa wa Mayombo na Lumbila, Itagano kwenye mitaa mingi, Itenda baadhi ya mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kujua ni lini serikali itapeleka maji kwa wananchi wa kata hizi. Asante. Tunajisikia tujajisikia. Sio maji anakuja Itende mtu anaanza robi ndio nilitetea maji. CCM wana Itende tunataka tupate maji. Na mimi nasema mkimchagua Magufuli, mkamchagua mbunge anayezungumza nani, mkatuletea diwani Julius, Itende mambo yataenda faster. Haya, kuna nyingine wanamalizia wananiambia huko. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali hayo mawili. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote kwanza napenda tutambue kwamba maji ni uhai. Nitumie nafasi hii nimpongeze Mheshimiwa Spika kwa kutetea uhai wa wanambeya, lakini kubwa sisi kama Wizara ya Maji jukumu letu ni kuhakikisha Watanzania wakiwemo wanambeya wanapata maji. Kuhusu swala zima la jiji la Mbeya, Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalishaji wa mamlaka ya maji ya Mbeya ni lita milioni 48-45 kwa siku, lakini sasa mkakati ya muda mfupi ni katika kuhakikisha tunatumia miundombinu ya sasa iliyopo katika kuhakikisha wananchi wa Iwambi, Iganzo, Iduda, Itende, Uyole na Isesi nao wanapata maji. Lakini nataka nimhakikishie Mheshimiwa Naibu Spika, hata maeneo ambayo yenye miinuko kwa maana ya Mwasekwa pamoja na Itagano nao pia tutawapelekea maji kwa sababu sisi Wizara ya Ukanda. Kwa hiyo nataka nimhakikishie Mheshimiwa Naibu Spika, sisi kama Wizara ya Maji hatutakuwa kikwazo kwa wananchi wa jiji la Mbeya kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Asante sana. Sasa tukisema hivi jamani, mmemsikia Naibu Waziri akitutaja Itende? Hapo hamjamsikia. Sasa huko bungeni hizo ndio hoja, vingine vyote ni vioja. Kama mtu anakuja hapa na kuomba kura kwa kutumia vioja, ujue hata kule anapeleka vioja. Mwana Itende, wewe unataka ukae bila maji mpaka lini? Wewe unataka ukae bila umeme mpaka lini? Sasa chagua Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya maendeleo ya Itende.
kura. Hapa tumemsikia mzee wangu Mpesa ameeleza mambo gani aliyafanya wakati wake. Mpaka leo tuanza kupiga hesabu, bado utarudi kwenye yale aliyoifanya miaka 10 iliyopita. Sasa sisi kweli ni watu wa kusimama, na tunaitwa kabisa sisi kata ya Itende ni sehemu ya Mbeya jiji. Ni watu wa kusimama kwenye maendeleo. Sisi ndugu zangu, hiyo ni mifano tu. Ningeweza kusema mambo mengi, lakini mifano hiyo ikupe picha mwana Itende kwamba unaye mtetezi kabla hata hujampigia kura. Sasa ukimpigia kura je? Itende wangapi watampigia kura Dr. John Joseph Magufuli? Kura maana maendeleo. Ambaye kupigii CCM wewe ni adui wa maendeleo. Wangapi watamchagua mbunge wa CCM? Hususan kata ya Ilomba, mtaa wa Hayanga, Ituha, Tonya na Ihanda, kata ya Ganzo, mtaa wa Igodima na Mwambenja, kata ya Ilomba, mtaa wa Sisi. Asante sana. Wanaitende wameelewa tayari. Wanaitende bado unataka ushahidi mwingine? Unatosha CCM oye. Sasa ndugu zangu, hiyo nimetaja ni mifano ya namna mnavyotetewa bungeni. Lakini hapo Itende sisi ni wageni kweli. Hapo shule ya msingi Mbuyuni madawati yameshakuja pale. Ule mwingine atakaye kuja kuambia naombeni bunge, muulizeni umefanya nini? Sisi pamoja na hayo tumeshaleta mifuko ya cement pale. Sisi ni wageni Itende. Sasa unayekata naye kuni ndio unayota naye moto. Sisemo kipindi cha baridi anataka kujibanza na wewe. Wakati wa kiangazi wewe uko bila kutena kuni, yeye hayupo. CCM hoye. CCM hoye. Huwezi ukatukimbia wakati wote, ila unapohitaji kura zetu ndio unakumbuka barabara ya kuja Itende. Haiwezekani. Kwa sababu sisi wana Itende sio watu wa matukio. Tupo kila siku. Tunataka mtu ambaye tunashirikiana naye kwenye kila jambo. CCM ndugu zangu, hapa kwenye shule yetu ya msingi yapo madarasa yanahitaji umaliziwaji. Tuletee diwani Mendagalalile uone kazi hapo. CCM oye! CCM oye! Lakini pia tuna changamoto kwenye hii kata yetu, hatuna shule ya sekondari ya kata. Watoto wetu lazima watoke hapa kata waelekee kwenye kata zingine. Sasa sisi wana Itende hatutaki shule yetu pekee ya sekondari. Sasa ukichagua CCM inakuletea maendeleo kwenye afya, kwenye elimu, kwenye umeme, miundombinu ya barabara na mengine mengi. CCM oye! Sasa nilikuwa nataka na diwani hapa atakuja kueleza yeye kile juu ya mipango ambayo mbunge atashirikiana naye, maana ataleta yake kwangu. Mimi napeleka kwa nani? Napeleka kwa Magufuli. Magufuli si mwenyekiti wa chama changu. Kama wewe mwenyekiti wako ni mambo fulani hivi, pambana na hali yako. CCM oye! Atakapoleta kwangu na mimi nafanya kumbipu Magufuli napiga. CCM oye! Alikuwa anaeleza hapo mheshimiwa diwani mipango yake madhubuti, atakuja hapa aeleze. Na kama nilivyosema tangu mwanzo, chochote atakachoeleza mheshimiwa diwani, nimewaonyesha kitabu kikubwa hiki. Mimi namkabidhi hapa. Kuashiria nini? Anayosema yako huyu na kwamba
tutayafanyia kazi, mimi pamoja na yeye. Halmashauri sisi sio tu hapa tunaomba kura, mimi na yeye atakuwa anasema mheshimiwa, naleta hoja hii kwenye halmashauri leo, lazima tuelewe. Tunakumbuka Itende siku tuliwaambia watu lazima niambatane naye, nishirikiane naye, nihakikishe hoja hiyo lazima ipite kwenye halmashauri, na yale ambayo hayafanyiki kwenye halmashauri ataniambia mheshimiwa mbunge, unayakumbuka haya yapo humu kuhusu Itende, naenda nayo bungeni kama ambavyo tumesikia hapo, maji na umeme. Sisi ndugu zangu, tukisema chagua CCM, chagua maendeleo. Sisi CCM tunao na wadau wa maendeleo, tunao na watu ambao pia wanapenda maendeleo ndani ya CCM. Ukishakua chama kingine sijui utawatoa wapi. Sasa nishukua fursa hii kwa kumleta kwenu, anyoshe tu mkono mmoja wapo wa watu ambao hapa Itende mkichagua CCM, mkimleta Julius Mendagalalile, mkamchagua Tulia kuwa mbunge, Magufuli kuwa rais, muwe na uhakika mimi nikimwambia twende Itende na wewe ulikuwepo, tutakuja naye hapa. CCM hoye! Shule tunataka kujenga Itende, tusaidie matofali, ataleta matofali. Sisi wananchi tutapata mawe mtoni, tutapata wote mawe mtoni. Tulia ataleta simenti. Jamani, shule yetu haishi hiyo. Sasa tusichague mtu ambaye anataka kila kitu tuisubirie serikali, tutachelewa wana Itende. Tusichague mtu atakaye tuchelewesha, tuchague mtu atakaye tupeleka haraka. Hapa naona kina mama wengine wamebeba watoto wadogo. Hatutaki mtoto wetu akae chini kwa kukosa madawati.